Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nisa ambayo ndani yake ametaja ahkam nyingi sana zinazofungamana na mambo yanayofungamana na ndoa. Katika yale aliyotukumbusha Allah subhanahu wa ta'ala na kutuamrisha wanaume, asema الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Katika heshima ambayo Uislamu umempa mwanamke ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtweka amana mwanamume na kumjalia yeye kuwa ndiyo msimamizi wa mwanamke. Kwa hiyo waume ndiyo wasimamizi wanaoangalia maslahi ya wake zao, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha waume juu ya wanawake katika jambo la usimamizi katika familia. Wabima anfaqu min amwalihim, na kwa kile walichokitoa wanaume kuwasimamia wake zao na watu wao wa nyumbani katika nafaka inayohitajika, mavazi, chakula na nyumba. Yote haya ni jukumu la mwanamume, kwa kuwa yeye ndiye amebeba jukumu hilo. Allah subhanahu wa ta'ala hakumwajibishia jukumu hili isipokuwa akamjalia na yeye kuwa ndiyo msimamizi katika familia yake. Na haya ni katika ikram na utukufu Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa mwanamke. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuchunga haki za mwanamke kwa mume wake akawaamrisha waume na kusema waashiruhunna bilma'ruf, na mtangamane na wake zenu kwa wema, kwa kujizuia kutokamana na kuwaudhi na kuwafanyia wema wake zenu. fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a wa yaj'alu Allahu fihi khayran kathira. Na ikiwa mtawachukia kwa sababu katika sababu za kidunia, basi huenda ukamchukia yule mke wako katika jambo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia khairi kubwa kupitia kwake. Kwa ni mwanamume aelekezwa katika kuwa na subra, kama tulivyotaja kuwa hakuna mwanamke aliyenyoka aliyekamilika katika huu ulimwengu. Basi zile kasoro ndogo Allah subhanahu wa ta'ala kuelekeza kuwa na kifua kipana ewe mwanamume. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amechunga sana maslahi ya mwanamke, na mtume wake sallallahu alayhi wasallam pia akabainisha hilo. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. nyote ni wachunga na kila mmoja ataulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kile alichokisimamia na kukichunga. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم رواه البخاري ومسلم. na mwanamume ni mchungaji juu ya watu wake wa nyumbani, amtizame vizuri mke wake, awatizame vizuri watoto wake, kwa sababu atakwenda kuulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile alichokichunga. Haya yote katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, lau kama atayazingatia mwanamke, ni utukufu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, mpaka kuwawekea wale watakaowachunga na kuwasimamia na kuwaelekeza. kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Bali katika Uislamu kumchunga mwanamke kuanzia azaliwe mpaka abaleghe na kukua kwake, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ajiri kubwa kwa mwanamume atakayesimamia binti zake wawili mpaka wakue. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالى جاريتين حتى تبلغا
jaa yawm alqiyamati ana wa huwa hakadha wa dhamma usbu'aihi, rawahu al-Imam Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutuhimiza wanaume kuwachunga vizuri watoto wetu wa kike, kwa sababu ndiye atakayekuwa mama wa kesho, ndiye mke wa mwanamume kesho. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka katika sheria yake ajiri kubwa kwa yule atakayewalea watoto wa kike. Mtume sallallahu alayhi wasallam akibainisha hilo asema, man ala jariyatayn hatta tablugha, yoyote atakayelea watoto wawili wa kike mpaka wakifikia miaka ya kubaleghe, jaa yawm alqiyama, bwana huyo atakuja siku ya kiyama, ana wa huwa hakadha, mimi na yeye tutakuwa hivi. Wa dhamma usbu'aihi, akakusanya baina ya vidole viwili, bimaana atakuwa karibu zaidi katika manzila na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinyume na ilivyokuwa wakati wa jahiliya. Walikuwa wakiwazika watoto wao wa kike, bali anakasirika yule baba anapobashiriwa kuwa amepata mtoto wa kike, mpaka kufikia kuwazika na kuwaua wakiwa hai. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha almaw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Hizi aya mbili zikazungumzia siku ya kiyama wataulizwa wale watoto, kwa kosa gani nyinyi mmeuawa? Kisha waelekee kwa wazazi wao wajibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Uislamu ukamtukuza mwanamke na kumtizama kuanzia anapozaliwa, anapokuwa, mpaka anapokuwa mke na mama. Na ukiangalia makini, jukumu la rejelea kwa wale ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Na tukumbuke maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله. بعد utangulizi huo na kufahamu jinsi gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyonyanyua daraja ya mwanamke tangu ilivyokuwa katika hali alivyokuwa katika jahiliya, na Uislamu ulipokuja na kumheshimu sana huyu mwanamke. Ibadallah, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza katika majumba yetu njia zipi tutakapozitumia biidhnillah ta'ala kutapatikana istiqrar, utulivu na raha ndani ya majumba yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha mengi ya namna ya kuishi na wake zetu kwa vitendo vyake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali akafikia kusema maneno makubwa. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitaja miongoni mwa wale waliokuwa bora kati yetu sisi asema, khairukum khairukum li ahli, wa bora kati yenu nyinyi ni wale waliokuwa wabora kabisa kwa wake zao. Wa ana khairukum li ahli, na mimi ndiye mbora kabisa kwa wake zangu. Kwa ukitaka kuwa mbora kwa wake zako na ukitaka kuwa mbora kwa mke wako nyumbani, rudi kamsome alikuwa vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuamiliana na watu wake wa nyumbani. Wallahi tara fi dhalika ajaban, utaona mambo ya ajabu kabisa, kinyume na watu wanavyokaa katika maskani na kudanganyana. Ukitizama maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utakuta aliishi katika maisha ya furaha kabisa katika majumba yake, pamoja na kuwa na matatizo hayaishi katika majumba. Hata ndani ya nyumba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam palitokea matatizo, lakini ukitizama ile raha walioishi nayo wake zake hakuna mfano wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkweli katika mahaba alayhi salatu wassalam.
Khadija radhiyallahu anha mpaka baada ya kufariki, anapochinja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamrisha na kusema arsilu ila asdiqai Khadija, pelekeni baadhi ya hii nyama kwa marafiki zake Khadija. Aisha radhiyallahu anha asema sijawahi kuona wivu na mke yoyote katika wake zake Mtume sallallahu kama Khadija, na pamoja na kuwa sijawahi kumuona, sikukutana Khadija. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Khadija, kwa nini kila wakati wamtaja? Qala inni ruziqtu hubbaha alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala ameniruzuku mimi mahaba ya kumpenda Khadija hata baada ya kufa. Akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amtaja kwa wema. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni madrasa kwa yule anayetaka kuishi vizuri ndani ya nyumba yake. Twende tukamsome mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa vipi, tujifananishe na yeye, tutapata utulivu mkubwa sana katika majumba yetu. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam hata katika matamshi yake alikuwa akiwasikilizisha wake zake maneno ya kuwafurahisha, akiwa ni mfano katika huu umma wa kuigwa. Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aulizwa na sahaba, man ahabbu an-nasi ilaik, ni nani anayependeza zaidi kwako wewe ya Rasulullah? Hakusita Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala Aisha, akamtaja mke wake Aisha radhiyallahu anha. Kwa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha kuwasikilizisha wake zetu maneno mazuri, na kweli tuna mapungufu makubwa katika hayo, lakini tumsomeni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Usiwasikilize watu wanaoyasema nje, kwa sababu sasa hivi ukiyafanya haya wengine watakwambia wewe ni bwege. Sivyo wanavyoamiliana wanawake, watakikana utumie njia ngumu. La wallah, sivyo alivyotufundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. khairukum li ahlihi, wabora kati yenu nyinyi ni wale waliokuwa wabora kwa wake zao. Wa ana khairukum li ahli, na mimi ndiye mbora kabisa kwa wake zangu. Kwa tukiutaka ule ubora katika hii hadithi, tufahamu kuwa turudi tumtizame alikuwa vipi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi tumweke kuwa ndio kiigo cha kuigwa katika namna ya kuishi na watoto wetu na wake zetu katika majumba yetu. Ibadallah, kinyume na hivyo tutapata tabu. Ndio zile shida zilizoenea katika mujtamaa, hakuna utulivu katika majumba. Wanaume hawafahamu namna gani wanavyotakikana kuishi na wake zao, na wanawake hawafahamu namna gani watakikana wawashukuru waume zao. Ikawa ni mvutano wa upande wa mume na mke, kukakosekana utulivu katika majumba. Allah, ibadallah, Uislamu umetuwekea katika kila jambo letu mafunzo ya namna gani kuyaendea Muislamu. Kwa tusiwe katika wale watapata tabu katika ulimwengu, wakati tuna kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na tuna mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.